Kwa kuwa kwenye ndoto watu wanaweza wakazuiwa. Mungu akikuzuia ni jambo jema, ni jambo bora, lakini shetani akikuzuia ni jambo la hatari. Unisikilize mwananchi wa Mungu, langu jina inaitwa Sia Michael Wilson. Nichukue nafasi tena nikukaribishe, na kwa neema ya Mungu leo nafundisha somo lenye kichwa kinaitwa siri za ndoto. Siri za ndoto. Ninaamini hata wewe ninaongea naye muda huu huwa unaota ndoto, na hizo ndoto unazoota hauoti bahati mbaya. Nimwombe Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Mfalme, ninakushukuru, ninakutukuza majira ya tena. Wewe ni Baba mwema, wewe ni Baba mwenye upendo, wewe ni Baba mwenye rehema na mwingi wa fadhili sana. Ninakushukuru, ninakutukuza kwa ajili ya rehema na fadhili zako juu ya maisha yangu na juu ya mtazamaji huyu. Ninaamini Mfalme, ninaenda kujengwa pamoja na huyu atakaye nitazama na kusikia haya, katika jina la Yesu. Tunaenda kutiwa moyo na kufarijiwa na neno lako, hatimaye tunapata ushindi kamili. Amen. Siri za ndoto. Kwenye Agano la Kale watu waliota sana ndoto. Ukiangalia matumizi ya ndoto kwenye Agano la Kale na matumizi ya ndoto kwenye Agano Jipya, au idadi ya watu waliota ndoto kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale watu wameota sana ndoto. Agano Jipya watu hawajaota sana ndoto. Kwenye Agano Jipya na Agano la Kale, namna ambavyo Mungu aliwatokea watu kwenye ndoto pia havilingani. Agano la Kale Mungu aliwatokea watu wengi kwenye ndoto, ni tofauti na Agano Jipya, na ina maana yake pia. Kwa nini Agano la Kale watu waote sana na kwa nini Agano Jipya watu hawaoti sana? Sasa leo nisizungumzie hapo, ninataka nizungumze kwa habari ya siri za ndoto, na bila kupoteza muda ninaomba nisome kitabu cha Mwanzo sura ya 20 na ule mstari wa kwanza na mpaka mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadeshi na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtwaa Sara. Mstari wa 3, Bible inasema, lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku. Akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mkewe mtu. Mstari wa 4, basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia. Ninajua umeelewa maana ya kumkaribia. Akasema, Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mstari unaofuata, Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi. Kwa hiyo
sikuacha umguse. Mstari wa 7, basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyu, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe, utakufa wewe na watu wote ulio nao. Ziko siri za ndoto kwenye hili andiko ambalo nimesoma. Siri ya kwanza ambayo unatakiwa ujue, katika ndoto Mungu huwa anawatokea watu. Mungu huwa anawatokea watu, na niseme ndoto hutokea wakati watu wakiwa wamelala ndoto. Na kama Mungu anaweza akamtokea mtu katika ndoto na akaongea naye, na niseme hivi, tuna aina mbili za ulimwengu: ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza. Ulimwengu zote hizi mbili zina wasimamizi wake, zina watawala wake. Kwenye utawala wa nuru tunaye Mungu anaitwa Yesu Kristo. Kwenye ulimwengu wa kiroho wa giza yuko Shetani. Hawa wote ni roho, na unapokuwa unaota ndoto unakuwa umeama kwenye ulimwengu unaoonekana, ulimwengu unaoonekana kwa macho ya nyama. Unakuwa upo kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa kiroho huko kuna watu ama viumbe ama roho unaweza ukakutana nazo. Kwa hiyo tunaona siri ya ndoto mojawapo hapa. Mungu anamtokea mtu anaitwa Abimeleki. Kwa hiyo kwenye ndoto Mungu anaweza akamtokea mtu. Vivyo hivyo Shetani anaweza akamtokea mtu kwenye ndoto. Weka hiyo, itakusaidia baadaye. Na ndio maana kuna wakati unaota ndoto, kuna watumishi fulani wa Mungu wamekutokea kwenye ulimwengu wa kiroho. Unaweza ukatokewa na mtumishi ambaye haikuwa hata Tanzania, yuko labda Zimbabwe, yuko Malawi, yuko Ghana, yuko Nigeria, ukamwona kwenye ndoto. Si jambo la kawaida. Maana yake kuna ulimwengu umeingia, na kwenye ulimwengu ambao umeingia, wao ndio watawala ambao umewaona hao. So ninaomba tu ujue ya kwamba siri ya kwanza kabisa kwenye ndoto, Mungu anaweza akamtokea mtu. Lakini siri ya pili ya ndoto, unaweza ukaonywa. Tunaona Mungu anamwonya Abimeleki, anamwambia mke uliyemchukua ni mkewe mtu. Anamwonya, mbia huyo uliyemchukua, hata kama wamekwambia wao ni ndugu, mimi Mungu ninakwambia huyo uliyemchukua ni mke wa mtu. Kwenye ndoto watu wanaonywa, na ndio maana kuna watu wengi wameonywa kupitia ndoto, lakini walioamka wakasema ni ndoto tu, kumbe Mungu alikuwa anawaonya. Ndio maana kuna wakati mtu anaweza kukwambia kuna jambo fulani lilitokea kwenye ndoto, kuna jambo nililiona, lakini akulifanyia kazi na mabaya yakampata. Na kuombea kwa Mungu, pokea neema ya kusikia maonyo katika ndoto kwa jina la Yesu. Lakini siri ya tatu, sio tu unaweza kupewa maonyo. Siri nyingine ya ndoto, unaweza kupewa taarifa kuhusiana na jambo fulani, unapewa taarifa. Lakini siri nyingine ya 4 ya ndoto kwenye hili andiko ambalo tumesoma, mazungumzo yanaweza kufanyika.
Wewe ambaye ulikuwa umelala, sasa unaota ndoto, unaweza kuongea na viumbe. Unaweza kuongea na viumbe wa rohoni, unaweza kuongea na Mungu. Tunaona hapa Abimeleki anaongea na Mungu katika ndoto, anaongea na Mungu. So it is possible for you kuongea na Mungu katika ndoto, kutokana na maandiko yanavyotuonesha kwenye kitabu cha Mwanzo. Na ndio maana mara nyingi umesikia kuna mtumishi anakuambia Mungu amenitokea akaniambia 1, 2, 3, lakini katika ndoto. Asiyekuwa na elimu ya namna hii inaweza kuwa ni rahisi kumbishia, inaweza kuwa ni rahisi kumkatalia, lakini I assure you 100% in accordance to the scriptures, unaweza ukaongea na Mungu katika ndoto. Likewise, unaweza ukaongea na mapepo na mashetani na malaika ama na wajumbe wa Mungu katika ndoto. Mungu akupe encounter kwa jina la Yesu. Receive that encounter kwa jina la Yesu. Mungu atukuzwe sana. Lakini kwenye ndoto unaweza ukapewa direction, unaweza ukaongozwa, unaweza ukapewa maongozo kwenye ndoto. Tunaona mtu huyu anaitwa Abimeleki, alikuwa amechukua mke ambaye sio wa kwake, na Mungu anamwambia wewe umekuwa mfu, lakini Mungu anampa maongozi ya namna gani mtu huyu asiwe mfu. Anamwambia Abimeleki, mchukue huyo Sara, peleke kwa mumewe, peleke. Kuna vitu unaelekezwa kwenye ndoto kwamba viache. Unapewa uelekeo, fanya hivi utafanikiwa, fanya hivi utainuka, fanya hivi utapiga hatua, lakini ukiamka unazembea. Usizembee ndoto, mtumishi wa Mungu. Wewe hauna uwezo wa kujiotesha ndoto. Kwako ni ndoto, lakini kwa Mungu ni mipango kamili. Kwa shetani ni mipango kamili. Wewe kija kwako unasema ni ndoto. Hapana, it is not just a dream. Ni ujumbe ama kutoka kwa Mungu kuja kwako. Unaona, pia sio tu kwamba alimpa mwongozo, lakini alimzuia Abimeleki asifanye hiyo dhambi. Kwa kwenye ndoto Mungu anaweza akakuzuia usifanye jambo fulani. Kwenye ndoto Mungu anaweza kukuzuia usiende mahali fulani. Mungu anaweza kukuzuia usikutane na mtu fulani. Kwenye ndoto Mungu anaweza kukuzuia usifanye biashara fulani. Ukiona Mungu amekuzuia, Mungu anakuazia mema, Mungu anakuazia yaliyo bora. Lakini ukiona shetani anakuzuia, karabagaba, inuka, pambana kwa jina la Yesu, wende kwenye maisha yako. Nataka niseme nini? Kuna watu kwenye ndoto wamezuiwa kwenye maisha yao. Kuna watu kwenye ndoto leo wanavyoishi ni matokeo ya kile kilichofanyika kwenye ndoto. Walizuiwa kwenda kwenye aina fulani ya maisha, walizuiwa kwenda kwenye aina fulani ya kuinuka, walizuiwa kwenda kwenye aina fulani ya kusitawi. Ninasema hivi, kwa kuwa kwenye ndoto watu wanaweza wakazuiwa, Mungu akikuzuia ni jambo jema, ni jambo bora. Lakini shetani akikuzuia ni jambo la hatari. Unisikilize mwana wa Mungu, ikiwa wewe ulizuiwa katika ndoto, ikiwa wewe ulizuiwa ya kwamba usiende mbele, ya kwamba usinuke, ya kwamba usifanikiwe, ya kwamba usipige hatua, kama ulizuiwa na shetani, ninatamka kama kuhani wa Mungu, leo uende mbele tena kwa jina la Yesu. Leo uinuke tena kwa jina la Yesu. Leo ustawi tena kwa jina la Yesu. Kila vigingi ulivyokuwa umewekewa, kila aina ya vizuizi ulikuwa umewekewa, ninavibomoa kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu ikukalie, neema ya Mungu ikutunze. Ungana na mimi kwenye sehemu ya pili ya siri za ndoto. Langu jina ni Sia Michael. God bless you. I love you.